Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na tano notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Dioke TV. Rose Mayemba, huyu ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema katika mkoa wa Njombe. Rose Mayemba amevujisha mawasiliano ya moja wa watu waliohudhuria katika mkutano wa CCM pale Dodoma, ambapo ni mwalimu huyu wa shule msingi ambaye alihudhuria katika mkutano wa CCM na akaandika vitu vingi ambavyo yeye binafsi alipitia alipokuwa pale Dodoma. Nukuu maneno ya Rose Mayemba katika mtandao wa Twitter, nukuu: huu sio mkutano wa CCM. Hawa ni walimu wa shule za msingi na sekondari kutoka katika mikoa mbalimbali Tanzania. Ni wale walimu wafia chama, yani CCM damdam. Wengi wao walisimamia uchaguzi wa Oktoba 2029. Oktoba 29 mwaka 2025 kumradhi. Jumatano na Jumanne ya wiki hii waliitwa Dodoma kwa mafunzo. Soma kisa chote hapa chini. Habari kiongozi, mimi ni mwalimu. Nimekuwa mwana CCM tangu utoto wangu. Wazazi wangu wamenilea vizuri katika maadili ya chama changu, japo waligeuka baada ya mauaji ya tarehe 29 Oktoba, maana dada yetu wa kwanza aliuawa kwa risasi akiwa ametoka kupiga kura. Hawa ni walimu wa sekondari na shule za msingi nchi nzima, nikiwemo mimi mwenyewe. Nafundisha shule ya msingi, sitataja jina wasije kuninasa. Majuzi tarehe 30, tarehe 31 mwezi wa tatu tuliitwa Dodoma kwa ajili ya mafunzo. Mafunzo yalifanyika ofisi za CCM makao makuu Dodoma. Wakufunzi 5 walialikwa kutoa hayo mafunzo kwa hao walimu, mmoja wao akiwa ni katibu mwenezi mkoa wa Songwe, mwalimu Yusuf Ali Rajab. Mafunzo yalianza siku ya kwanza. Tulipongezwa kwa kazi nzuri tuliyoifanya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Tumeambiwa tulifanya kazi nzuri sana. Nikakumbuka kifo cha dada yangu, machozi yakaanza kunitoka, nikainama chini ili wasije kunishtukia. Namba 2, tumepewa elimu ya itikadi ya CCM. Tumeelezwa kulinda chama kwa gharama yoyote ile. Namba 3, tumeelekezwa tuwapo mashuleni tuwafundishe wanafunzi falsafa na itikadi ya CCM, kwamba bila CCM nchi itaingia kwenye machafuko makubwa. Namba 4, tumeambiwa tuwe walivyo. Vyeo vipo vingi, tutapewa ukuu wa shule, wa afisa elimu, uratibu na fursa zingine zikija watatukumbuka. Na kuomba sana usije kutaja jina langu, moyo wangu hautaki tena kuendelea kushikilia hii dhambi. Dada yangu aliuawa mimi nikiwa bize kuiba kura ili CCM ishinde, na pia naona kabisa mimi ni sehemu ya chanzo cha elimu nchini kuharibika, maana naona hata walimu wenzangu tuna kiburi. Walimu wengi sisi wamekuwa mstari wa mbele kuanzisha migomo mashuleni, na tumekuwa na utendaji mbovu kutokana na majivuno kuwa chama kitatulinda, na imefikia hatua walimu wenzetu wanatuogopa na sisi tunaona ni sifa. Hayo ni baadhi ya maneno ambayo Rose Mayemba ameandika, kisa cha mwalimu mmoja ambaye anasimulia kwa kile ambacho kilifanyika Oktoba 29, lakini pia jinsi walivyopewa mafunzo pale Dodoma. Una maoni gani kwa hichi ambacho ameandika Rose Mayemba? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Kama ilivyo ada yetu kusoma maoni kadhaa, nione watu wana maoni kadhaa. Wa kwanza anaitwa Voice of Jonathan, anasema yaani mtegemee walimu hawa siku moja watupe mwakilishi kwenye hii kazi ili iliyotukuka. Lakini Chatbot Teacher anasema walimu anaruhusiwa kuwa mwanachama wa chama cha siasa, ila haruhusiwi kufanya siasa sehemu ya kazi na wakati wa kazi. Msome sheria muelewe, msilalamike tu. Kusanyeni walimu wanachama wa Chadema uone walivyo wengi kuliko hawa wa CCM.
Lakini Nzalagi Nation anasema katika ng'ombe wanayohakikisha CCM ushindi ni hawa walimu, halafu polisi wanathibitisha kuwa kusimamia huo ubatili uliopikwa na walimu kwa kushirikiana na watendaji wa vijiji, kata, halmashauri. Maisha ya walimu na yanaendelea kuwa magumu kupitiliza. Lakini Lucas Sai anasema nchi hii kuitetea CCM ni ngumu sana, hasa kwa huu uozo wa miradi isiyoisha na pesa zinavyopotea kila siku. Kwa mujibu wa ripoti ya CAG, jumlisha kuteka, mauaji na ujinga wa kila siku, aina yote hiyo yanalenga chama tawala. Viongozi wanajitathmini kama wanatosha au la. Manyota anasema wameanza kujipanga kwa haraiki nyingine kwa mwaka 2030. Lakini Sia Davis anasema hivi Pambalu si mwalimu. Lakini Sultana anasema hizi ndizo shughuli za hicho chama. Lakini Apis anasema hawa umetukana kidogo, siwezi kusoma. Lakini Fanuel anasema kazi ipo. Lakini Gomez anasema this is really bad, we need reform in education system. Lakini Alihala anasema bullshit. Lakini mwananchi wa kawaida anasema angelia wazi. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo wametoa katika chapisho la Rose Mayemba. Na ifahamike kwamba Rose Mayemba huyu hapa ni kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema katika mkoa wa Njombe. Ni mwenyekiti kabisa wa mkoa wa Njombe kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Rose Mayemba ameamua kueleza kisa ambacho mwalimu aliweza kumtumia katika akaunti yake ya Twitter, namna alivyopata mafunzo pale Dodoma tarehe 31 na tarehe 31 mwezi wa 3, ambapo anasema kwamba walimu mbalimbali walikutana katika jiji la Dodoma na kuweza kupata mafunzo mbalimbali, lakini pia kupongezwa kwa kazi nzuri ambayo walishiriki katika uchaguzi uliopita wa Oktoba 29, ambao ni moja wa uchaguzi ambao uliambatana na fujo na vurugu mbalimbali ambazo zilichochewa zaidi na uchaguzi, ambapo watu wengi walikuwa hawana imani na tume ya uchaguzi, na ndio maana kulisababishwa na vurugu kadha wa kadha. Lakini pia viongozi mbalimbali wa upinzani akiwemo Tundu Antipas Lissu alikuwa hajashiriki katika uchaguzi, alikuwa yupo jela, hivyo hakupata nafasi ya kushiriki katika uchaguzi. Na maoni gani kwa hichi ambacho Rose Mayemba ameandika? Tafadhali tusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu ni Dio wa KOTV. Bye bye.